Lakini hawa waliotoa sio. Kuna mtu mwingine naye katengeneza akatoa na media zimechukua sawa, lakini wale ambao walitupeleka huko kwenye namba 4, 5 wao wenyewe hawajatoa. Sasa hatujui vigezo vyake ni vipi, labda rangi za jezi sawa. Kwa hiyo kila mmoja inategemea anaangalia vigezo vyake, lakini pia unapokuwa kwenye sehemu unashindana na wenzako lazima ukubali. Naweza hata kutakuwa wa 10 wa wapi, kama wenzetu wataendelea kuwa bora zaidi, na ni vizuri tujitahidi. Kwa hiyo yote haya sisi tumeyafanya, tunashirikiana na nyinyi, na sehemu kubwa ya nyinyi mmekuwa ni sehemu yetu. Kwa hiyo leo nimesema tuongee hapa, na sehemu kubwa mtaniuliza maswali tu, kwa sababu mengine nikiyarudia ni hayo hayo kila siku. Mniulize maswali nitoe ufafanuzi, lakini sisi tulikuwa na mchakato wa kanuni ambao mwaka huu ulikuwa shirikishi kushinda mwaka yote. Vilabu vimetoa maoni yao, wadau mbalimbali, serikali, wafadhili wetu, wadhamini wote wametoa maoni yao, lakini yote inakwenda michakato hatua baada ya hatua. Lakini hatua ya mwisho inakuja kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio chombo cha mwisho ambacho kinapitisha kanuni. Leo nimesikia chombo cha habari kimoja wanasema kanuni zinaenda BMT kusajiliwa. Kanuni haziendi kusajiliwa BMT. Katiba ikishasajiliwa BMT imetaja utaratibu wote wa kuongoza utengenezaji wa kanuni. Kanuni zikishapita kwenye michakato, kamati ya utendaji ndo kikao cha mwisho kimepitisha. Na jana tulikaa ndani ya chumba hiki tukapitisha zile kanuni, lakini sio kupitisha tu, na kamati ya utendaji nayo jana ilikuwa ndo nafasi yake nayo kutoa maoni yake kwenye zile kanuni. Kwa hiyo michakato yote na hizo rasimu mlizoona ni rasimu ambazo zilikuwa zimepita kwa wadau na michango ya wadau mbalimbali, na mabadiliko yalifanyika pia kwenye kamati ya utendaji. Kuna maoni ya wadau yalikuja ambayo yamepita michakato yote. Tumekuja pia mengine kamati ya utendaji imejadiliana, imeyaondoa, kwa sababu sisi kama kamati ya utendaji ndio ambao tumekasimiwa kusimamia na mkutano mkuu wa TFF mpira siku hadi siku, na kamati ya utendaji imetoa madaraka hayo kwa rais anayesimamia secretariat kwa utendaji wa siku kwa siku. Kamati ya utendaji inakaa kila baada ya miezi miwili, lakini jana ilikuwa ni kikao cha dharura kwa ajili ya kanuni tu. Na ni moja ambayo ni vizuri nikaitolea ufafanuzi, ni mapendekezo yalikuja kutengeneza kanuni ya kuwadhibiti wanahabari, wachambuzi, sijui nini, yote pamoja. Kamati ya utendaji imeona kwamba yale mapendekezo ya zile kanuni sisi sio sehemu yetu. Kuna TCRA na kuna bodi mbalimbali za udhibiti wa mambo ya habari, lakini pia kuna na vyombo vya sheria. Na bahati nzuri cases zilizotokea ambazo kuna waandishi wale abuse, TCRA na vyombo mbalimbali vilitoa ushirikiano na vikatekeleza kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo sisi tumeiondoa ile, tumeona kwamba imeletwa ndio na wadau, hatujui sijui nani ameleta, sijui ni vilabu, sijui ni nani wameleta. Tumeona kwamba hapana, ingawa mnawavuruga, saa nyingine mnazungumza mambo ya usajili ya uongo, mnawachonganisha, na ndio maana labda waliileta hiyo. Sisi tumeona kwamba kwa sababu vyombo vya sheria na vyombo mbalimbali vinavyosimamia vimeweka taratibu zao na hawajawahi kutuangusha. Lakini pia kama kuna mambo ya rushwa, wengine watakwenda kwenye masuala ya taasisi ya rushwa, sio sisi. Watu wanatuuliza kwa nini yanatoka tuhuma za rushwa sijui nini. Sisi tunajua kwamba tuna limiti yetu na watu wa rushwa wako wanajua, lakini kuna mambo mengine pia yanahusu masuala ya udhibiti
wa madawa ya kuongeza nguvu pamoja na madawa ya kulevya kwa wachezaji wetu. Pia vimekuja vipengele hivyo, sisi tumepitisha kwamba tutaanza na utaratibu wa kuweza kwenye ligi yetu kufanya utaratibu wa uchunguzi, lakini hatukuweka adhabu kwa sababu wako taasisi inaitwa WADA ipo Tanzania, na hiyo ndio inayotoa adhabu mbalimbali kwa watakaokutwa na hayo majanga. Kuna masuala yalikuwa yanaongelewa yanayohusu kusajili wachezaji 40. Hii sio kanuni hii, wala hatujabadilisha, ilikuwepo toka nyuma huko. Tatizo hamsomi kanuni. Hamsomi kanuni. Hii ilikuja wakati ule wa COVID pamoja na kuongeza idadi ya substitution ambazo zinafanyika. Tumetoa msisitizo tu kwa sababu mwaka huu ligi itabana kidogo. Kwa hiyo tumesema bana, mnaposajili nyinyi basi msajili 40 wazuri sawa sawa, msije mkasajili wazuri 12 mkabaki na wengine kuongeza idadi, kwa sababu tuwe na wigo mpana. Mtu asije akasema mchezaji anachoka kama wana wachezaji 40 na wachezaji wanaocheza ni 11 na kwenye benchi kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40 kwa sababu tunaruhusu pia vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20, na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba angalau wawili wawe kwenye line up na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze, na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi, kwa sababu tumeweka maksudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakaokuja kusaidia kwenye timu ya taifa. Lakini kuna jambo jingine ambalo pia sio jipya, isipokuwa nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuatwi. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi na tumeirisi hiyo kanuni. Nakumbuka tuliitengeneza wakati wa uongozi wa Mzee Tenga kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi. Tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu kwamba mchezaji katoka huko, quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike. Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watakwenda watarudi, wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya. Lakini kwa sababu wenzetu nyinyi wengine ni wageni, wengine hapa ni waandishi wa habari, wakati Mzee Tenga anatunga hiyo kanuni ya wachezaji wa timu za taifa wa kigeni hamjaingia kwenye habari, na bahati mbaya si ajabu kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, sasa ndio inatokea hivi. Lakini unakuta kuna mijadala tena. Juzi kuna ndugu yetu Jamhuri aliongea, kazungumza mambo ya mwaka 70 na kitu, wengine hata huyo kaka yake Super Kiwelu hamkumuona kucheza. Amezungumza huko. Hivi leo naambiwa mimi naletewa email zangu zimejaa, naletewa mashtaka kumchukulia hatua Jamhuri. Hata wale wanaojua sheria wakisema kuna sheria nyingine, kuna tukio limetokea lina miaka fulani hivi, hata kama limetokea ikana haliwezi kupelekwa hata mahakamani. Leo mwataka
wakati huo Kiwelu anacheza huko, mimi nilikuwa nasoma. Leo nimekuja hapa mniambie leo ndio nimchukulie hatua, kisa kazungumza mwenyewe, kaamua kujilipua, mwache aendelee. Kasema mwenyewe tuendelee, lakini halituhusu. Kwa hiyo msipoteze muda mwingi kujadili vitu ambavyo havina msingi. Vitu ambavyo vina msingi ndio tuvijadili, vinaleta kwa sababu sisi hapa ni binadamu, na sisi tunafanya kazi, lakini kutokana na taratibu. Bahati mbaya sana tunakuwa na mihemuko. Tunakuwa na mihemuko, au tunataka, au ni watu wengine wanatuinfluence tufanye hivyo. Hatuwezi kuzuia, lakini ni vizuri tukaangalia ili tuweze kubalance kidogo. Kwa hiyo kanuni jana tumezipitisha. Mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu, si watu wameenda jumba la dhahabu nini, ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa, sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja, ni msimu mmoja. Hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia. Wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvithibitisha kwa sababu hatakuwa na vifaa hivyo, lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha. Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza, na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Swala la kwamba timu kwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi, hamna kwa mgeni wala kwa mwenyeji. Hata huko duniani hamna hiyo taratibu. Ni kufill pitch, tunaondoka. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakwenda marekebisho pia. Mikoa ambayo ina viwanja vinachezea ligi tumeshavipa ithibati kwamba tutachezea, lakini lazima kuwe na viwanja vya mazoezi. Tutakagundua kwamba hata huo sehemu ya kwenda hamna sehemu ya kuchezea viwanja vya mazoezi, basi tutawaambia ukatafute kiwanja kingine. Ndio maana hata sisi mnakuta msisitizo tumepewa Chani, tumepewa Afcon, lazima muwe na viwanja vya mazoezi. In fact niwaambie wazi kabisa, hili jambo la miundombinu mazoezi tulikuwa tunalichukulia, lakini mimi nilianza kulifeel kwamba ni jambo muhimu wakati tunatayarisha Afcon ya under 17 2019. Ndio nilikuja nikaona kwamba swala la viwanja vya mazoezi ni vya msingi sana. Lakini kila mashindano yanayoenda, na ndio maana ukakuta tulitengeneza viwanja kwa ajili ya Chani, lakini viwanja vya Afcon vya mazoezi navyo level yake yatakiwa iwe ni kubwa zaidi, kwa sababu hata hao wachezaji wanaokuja Afcon ambao wanacheza timu zao huko Ulaya, timu zao zikija zikuta kiwanja cha mazoezi hakistahili, watamzuia mchezaji wao asiweze kucheza. Lakini tutakwenda zaidi, tumerekebisha kanuni, ufuatiliaji mkubwa kwamba lazima klabu wewe uko ligi kuu halafu huna hata kiwanja cha mazoezi. Tutaangalia pia kanuni kuzirekebisha, kuhakikisha kwamba angalau ambacho unakimiliki
Tumesema sasa hivi watatuletea mikataba tuweze kuona kwamba viwanja vya mazoezi viko katika hali nzuri, lakini tunapokwenda huko tunataka kila timu imiliki kiwanja cha mazoezi, na wengine ambao wataweza, wale ambao wameshaweza, ambao wanamiliki viwanja vya kuchezea, tunawapongeza na tunaendelea kusisitiza kwamba tutakuwa na kile cha kuchezea ni tofauti na kiwanja cha mazoezi. Lazima kuwe na kiwanja kingine cha mazoezi ukiondoa kiwanja cha mechi. Vitu vingi tumefanyia marekebisho na kanuni hizo zitachapishwa, zitakuwa public au zitawekwa kwenye website au watashare na nyinyi kwenye social media zenu au WhatsApp group zenu, ili muwe nazo muweze kuziona, na wenyewe wadau tutawapelekea. Lakini pia kuna yatafanyika mafunzo mbalimbali kabla ya ligi